ameweza kutoweka iwani, kumradhi sana. Unaona? Kwa hiyo lazima kwa hiyo lazima utoe ushahidi. Kwa hiyo uliotoa ya kwanza jina imeandikwa haina ushahidi. Ndio. Usiweke Mkristo hapo. Ukitaka kuweka Mkristo unamweka na maandiko. Hakuna maandiko, afadhali nyamaza tu kama mimi. Kondoo wataweka sijui wataweka mkono wa kulia. Ukisema kondoo ni wa Kristo, toa maandiko. Hakuna, afadhali nyamaze. Lakini sio imani. Jerusalem mpya ni pepo. Toa ushahidi kwamba Jerusalem mpya ni pepo. Kwa ushahidi wa maandiko. Hakuna, usiongee. Kwa sababu hatuko katika imani, tuko katika ushahidi. Kwa sababu kuna vitabu hapa Qur'ani na Biblia iko hapo. Mada, swali, je, Wakristo na Waislamu nani peponi? Nimetoa maandiko, kazi kwako. Bado mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa Muislamu. Bwana alikuwa Mkristo. Labda tu Pastor Bishop Gishohe Mwangi kwa kumalizia tu. Basi mimi nimeshukuru jioni ya leo tumeweza kuwa na mjadala mzuri sana. Ndio. Kuhusu ni nani watakaoingia peponi. Na watu wengi wamejua ya kwamba Wakristo ndio watakaoingia peponi. Kwa sababu tumejua ya kwamba kama hujaokoka na hujamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yako, wewe peponi sahau, kwa sababu Biblia inasema wale ambao wameandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele, hao ndio watakaoingia katika peponi. Na wale ambao hawajaandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele wataenda kuzimu. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu pia leo mmejua ya kwamba kondoo ni wa Kristo, na tuweze sema tu mbuzi wa Islam pia, kwa sababu na mwesema ya kwamba ati sisi tuko na dini nyingi. Hata nyinyi pia tuko na dini, mko wengi tofauti. Daktari, nitaomba mada izungumzie kuhusu kondoo ni nani. Sawa, ndakuja hapa tuieleze kwa urefu. Tutaeleza kwa urefu. Kwa hivyo mimi nashukuru ya kwamba mimi nimeweza kusimamia imani ya Ukristo, na nikaongea yale ambayo yameandikwa kwenye kitabu, kwa sababu naamini hicho kitabu kabisa. Kwa hivyo naamini wasikizaji hao ndio watakayoamua, na Roho wa Mungu ndio atakayewaguza wajue nani ameongea ukweli na nani ambaye hakuongea ukweli. Lakini kwangu mimi naona kile ambacho nimeongea hapa ni ya kwamba watakaoingia peponi ni Wakristo. Hayo ni kwa maneno yake. Labda basi kwa kumalizia, haya sawa vizuri, yeye anajua atakoingia ni Wakristo, lakini Wakristo wenyewe wamejua bila ushahidi. Wanaenda peponi bila ushahidi. Mimi ninavyojua ni Waislamu, na pia Qur'ani inajua ni Waislamu kwa ushahidi wa maandiko 40. Kwa hiyo Waislamu mahali wako wanajua kwamba kwa ushahidi wa kitabu wao wanaenda peponi. Kwa hiyo hakuna tatizo. Msikilizaji asikilize mwenyewe amue, anataka kwenda peponi bila ushahidi kwa kuambiwa, ama anataka kwenda peponi kwa ushahidi wa maandiko yaliyoandikwa. Verdict iko juu yake. Sawa kabisa, hapo amemalizia Sheikh Abbas Athman. Zikiwa ni 2 dakika zimekatika baada ya saa 4, niruhusu msikilizaji mpendwa niweze kuhitimisha kipindi cha siku ya leo hapo hadi Ijumaa ijayo, Allah akitujalia uzima. Tutakuwa tukikutana hapa tena ili tuweze kujadili, kudadavua, kuelimishana na kufunzana kuhusiana na ni ipi dini ya haki, na pia je, risala ni ipi ambayo imetumwa kwa umma. Mimi nimekuwa wako Abdul Hamid Suleiman, hadi wakati mwingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na usiku mwema.